alafu ukayaweka kichwani. Leo nimepata mfano mzuri sana kama Renalda, maana nilikuwa nashangaa kwamba yani watu wanakuwaje hawakumbuki wanayofundishwa. Sasa utaenda kuimplement vipi? Unaendaje kufanya kitu ambacho hujui, kichwani hakijakaa? Tukikaaga hapa tukiuliza ehe, jamani mmejifunza nini? Watu wanakodoa macho, hawajui. Na ameshakaa kwenye training mara ngapi sijui. Kwa nini? Kwa sababu hujui ni kwa nini. Yaani hujui hizi training tunazofanya kumbe ndio hela zako, hujui. Na sio tu hela, yani hela unazotamani. Kwa hiyo ili uweze kuzipata hizo unazozitamani, inabidi usikilize tunachokufundisha na kile ukimeze, ukikariri, na ukishakikarisa uanze ukifanyia kazi. Uweze kufanyia kazi kitu ambacho kichwani hakipo. Tukikuelekeza kitu likaingilia hapa likatokea hapa, utalifanyaje kazi? Lazima kwanza likae kichwani. Likishakaa kichwani ndio uanze kulitoa kuliingiza kwenye nini? Kwenye nini? Kwenye nini? Linaanzia wapi? Kichwani. Ndio hivyo. Hayo ndio mapungufu makubwa sana ya wadada wengi. Hawaweki kichwani ili waweze kuyaingiza kwenye matendo. Wanasikiliza tu na haya wanaona kama ni kupoteza muda. Kumbe hawajui ndio hela zenyewe wanazozitaka. Wanaonaga ni kupoteza muda. Kwa hiyo atakaa hapa atakusikiliza, lakini huko utasikia mtu anafanya vitu vya ovyo kabisa, na mtu ambaye training amekaa, lakini huko kwa bosi wake unaripotiwa vitu vya ajabu. Jamani, mbona tulisema kwa watoto iwe hivi, kwenye mapishi iwe hivi, usafi iwe hivi? Unasikia huko habari za mchafu ananuka jasho. Hapa kwenyewe tu mkija tunaambiwa njooni na deodorant. Uwahudumie watu ukiwa unatoa harufu nzuri, sio unatoa smelling mbaya, yani unanuka alafu unataka kuhudumia watu. Yani huo ni uchafuzi wa nini? Yani sio mazingira tu. Ya nini? We mtu wa mambo ya afya wa hali ya juu, maana we mwenyewe ndio kwanza unavuruga hali ya hewa, bado kule kwenye mazingira, yani wewe mwenyewe ni mchafu tayari, plus mazingira machafu. Hivi watu watakuwa na hali gani humo ndani? Fresh haifui dafu. Utapata matatizo ya akili kama vile tunavyosema usafi mzuri unaleta afya ya akili. Ongelea kwenye maiki, mmesahau nani? Nasema kwamba ukiwa mchafu wa namna hiyo utaleta matatizo kwenye afya ya akili. Kama tunavyozungumzia usafi bora kwenye faida za usafi, unaondoa stress na kuleta afya ya akili. Kwa hiyo sasa wewe utakuwa umeleta ugonjwa wa akili tayari kabisa, kwa sababu wewe mchafu, mazingira machafu, na watu wote ndani ya nyumba wakaugua. Mmesikia jamani? Kwa hiyo lazima hivi vitu nyinyi mviangalie kama hela. Ukitaka kufanikiwa, yani angalia haya tunayokuelekeza kwamba ndio hela zako unazozitafuta. Utakutana na watu ambao wanahitaji haya tunayoyasema. Haya tunayoyasema sisi hatujayabuni. Mimi hamna nilichobuni huko hata kimoja. Ni yote ambayo mabosi wetu kila anapokupigia simu anayoyataja ni hayo: maadili mazuri, heshima, tabia njema, hofu ya Mungu. Na hofu ya Mungu ni neno ambalo linajumlisha upendo, si ndio? Mtu ambaye sio mwizi, uaminifu, si ndio? Ndio hiyo inajumlisha uadilifu, ndio neno hofu ya Mungu. Na hicho ndicho nilichokuja kugundua, ndicho watu wote wanachokitaka. Kwa hiyo ukijua hizi ndio hela, unashindwaje kuwa navyo? Unashindwaje kuwa navyo? Unajua kwa nini mimi nafanya kipindi? Kwa sababu nataka mimi nataka kutoa ushahidi kwa jamii na wale watu ambao wanahitaji wafanyakazi wazuri. Mimi najiondoa kwenye hayo mambo ya tabia zenu chafu. Ukija na tabia yako mbaya na kutandika na kuwasha, na mimi nabaki nimesimama, niko safe. Si ndio? Kwa sababu ukimjibu bosi wako vibaya, mimi ndio nilikutuma. Kama mimi ndio nikutuma useme. Kwa hiyo utakuta mimi sijakutuma, nilikufundisha vizuri, nilikuongoza vizuri, lakini wewe kwa tabia zako chafu umeenda kule kuharibu. Sasa umeniharibia mimi, umejiharibia wewe. Anayeacha kazi ni mimi, ni wewe. Anayekosa hela ni mimi, ni wewe. Ndio maana mimi nafanya vipindi hivi. Yaani mimi nimekuja na staili yangu hii kwamba mambo ya kupeana kazi sirini. Maana huko nyuma kulikuwa na tabia, wale matapeli wale. Mwingine anaanzisha kibiashara chake kama hiki na yeye anataka kukuchafua ili mradi apate wateja. Nikasema haina shida. Mbona kwanza dunia hii imejaa watu wengi. Tanzania watu ni wengi. Huwezi kuhudumia watu wote. Huwezi kuwamaliza. Mimi nikasema nachagua watu wangu wachache tu ambao nitafanya nao kazi, lakini lazima tufanye kwa misingi ya neno la Mungu. Na nitataka tuweke ushahidi. Maana mimi sihitaji Mungu
yani bila ushahidi, si ndio? Maana wengine ni mahodari wa kubeba Biblia makanisani tu, wako vizuri, Biblia kubwa kanisani, lakini matendo yake ni maovu. Kuna dada hapa aliiba na alifungwa miezi 6, na mimi nilikuwa shahidi, nilienda kushuhudia nilikuwa shahidi kwenye mahakama, kwa sababu nilichukia. Ni dada ambaye tumeshakaa naye, tulishamwelekeza, na ni dada ambaye alikuwa ni mbebaji mzuri wa Biblia, anafunga hali siku 3 kavu, alikuwa anafunga maombi usiku kucha, mabosi zake wamelala, yeye yuko huko anapiga kelele, kama unavyojua tena walokole wakishapandisha nani anasali ile wananena alivyokuja kumpiga tukio bosi wake, hatukuamini. Mimi mwenyewe nikasema hapana, huyu anamdhalilisha Yesu wetu, sio huyu, sio aliyokuwa anamtangaza. Kwa hiyo nikaenda mahakamani nikasema hapana, wadada kama hawa wapewe adhabu ambayo itakuwa ni funzo kwa wadada wengine. Kwa hiyo akafungwa miezi 6, na baada ya miezi 6 alikaa minne, kwa sababu sio kulikuwa kuna misamaha gani huko, sio anahesabuje. Kwa hiyo ikawa ni minne. Akaja hapo nikamfanyia kipindi kwamba sasa umejifunza nini? Nikamwambia haya, karibu siku nyingine, kama uko tayari umejifunza, karibu. Kwa sababu mimi naamini kazi ninayofanya kubwa ni ya kurekebisha watu tabia zao, zikiendana na mfumo ambao Mungu ametuwekea, kila mtu anafanikiwa. Kwa hiyo nikamwambia ukirudi utakaa kituoni, kama ni kutuibia utuibie sisi, lakini najua mimi sina dola za kuweka ndani uibe, utapambana na kazi za hapa, tukupe chance ufanye kazi. Sijamsikia tena, lakini nachotaka kusema ni kwamba lazima tuonyeshe ushahidi. Ushahidi tunavyofanya vipindi hivi ni ushahidi kwanza kwa mabosi, kwamba nyie tunawafundisha, na tunawafundisha nini? Yale ambayo wao walikuwa wanayaomba. Nataka dada mwenye hofu ya Mungu, nataka dada huyu, yote tumewakusanya hapa. Haya ndio tunayowaambia na kuwaelekeza na kuwaongoza nayo kabla hatujawaleta kwenu. Kwa hiyo wewe ukienda kufanya uzembe wako, bosi atanilaumu mimi? Hawezi kunilaumu. Namwambia tu huyo ni dada na malezi yake na makuzi yake huko alikolelewa, hashikiki, haambiliki, na mwisho wa siku akija hapa wanajifanyaga malaika, kumbe ni mashetani. Wanajivalisha ngozi za kondoo wanyenyekevu. Akitoka hapa akija huko kwako anaonyesha makucha. Na ndio maana tumeongeza sasa hivi kipengele cha ufuatiliaji mwaka mzima. Zamani tulikuwa tunafuatilia miezi ya mwanzo, lakini sasa hivi mwaka mzima, yani tunaenda na wewe sambamba. Kila wakati tunamuuliza bosi wako, utendaji wako umeshuka, umeongezeka. Na hiyo inatusaidia ili wewe ukija tujue tukupandishe daraja au tukuache pale pale au tukushushe. Kwa hiyo tunafanya hivi kwa ushahidi, na huu ushahidi tunaoonyesha kwetu sisi unatupandisha daraja. Mabosi wenu wanaokuja hapa sio watu wa mchezo, wanatulipa hela nzuri sana, na nyinyi wanawalipa vizuri, kwa sababu kazi za ndani Tanzania hii Wadada Center peke yake ina mishahara ya ajabu, ina mishahara mikubwa kwa kazi za ndani, si ndio jamani? Mimi najivunia hicho kitu, lakini unafikiri wanalipa tu kwa sababu ya jina la Joyce Kiria? Hapana, wanaona hapa tunavyobinuka na nyie kuwaelekeza, kuwafundisha, kuwanyoosha wale wanaokosea. Hatupepesi maneno, tunanyooka nao, tunawaambia hili sio, hili ndio. Anayekasirika akasirike, sisi alimradi tumesimamia lile lililo la ukweli, tena la ukweli kwa kipimo cha neno la Mungu. Hapo nani tena, yani wewe ukishaweka jambo lako likaendana na neno la Mungu, hakuna mtu wa kukubishia. Kwa hiyo wanabaki tu wanang'ang'aa macho. Kwa hiyo na wale mabosi ambao wanahitaji watu waaminifu wanakuja, wanavutiwa. Wakivutiwa ndio wanakuja hapa, wanatulipa sisi vizuri na wanakwenda kuwalipa nyie vizuri. Sasa wanachokilipia jamani, ndio haya tuliyoweka hapa. Hawalipii sura zenu, si ndio? Wala jina la Wadada Center na Joyce Kiria, msije mkadanganywa. Wanalipia thamani ambayo wanaamini wataipata kuanzia hivi wanavyotusikiliza. Hicho ndicho wanacholipia. Usije ukafikiri kwa sababu Joyce Kiria na jina kubwa ndio maana kule kuna mishahara mikubwa. Hakuna. Umesikia? Hakuna anayenilipa kwa jina langu, analipa kwa thamani ninayoitoa. Ndio maana unasikia mimi mwenyewe napambana, nabinuka, naenda kusoma, najiongezea maarifa. Unasikia ninavyoongea hapa, naongea kisomi, naongea vitu ambavyo ni vya maana. Havijaja tu, sikuwa nimelala tu kichwani nikajikuta vipo. Nahangaika kufanyaje? Kuvitafuta. Kwa sababu neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa. Na ndio maana nawapa siri hiyo.
nayofanya mimi na nyinyi mfanye. Tafuteni maarifa, pata maarifa, uone hakuna kitu kitakachokubabaisha kwenye dunia hii. Kila unachokifanya kifanye kwa maarifa. Kama ni kazi yako hii ya sasa hivi, ifanye kwa maarifa. Utakapoingia kwenye biashara, usifanye biashara kizembe, ifanye kwa maarifa. Biashara yoyote utakayoingia, jifunze biashara ni nini, inakwendaje, inatakiwa ifanyikeje. Unaelewana eh? Haya, sasa kwa upande wangu nilikuwa nataka tuishie hapo kwenye taaluma. Sawa, kazi za ndani kama nini? Taaluma. Kama taaluma. Kwa hiyo kwenye maeneo yote tumegusa, uwe na mipaka, ujifunze mawasiliano. Kwenye eneo la kama ni kupika, usipike tu chakula kiive, pika chakula chenye virutubisho. Sawa. Kama ni mtoto, usilee tu mtoto ukae naye asilie. Yule mtoto hakikisha anakuwa kitabia na anakuwa na afya nzuri, anakuwa kihisia, unavyoweza kucheza naye, kuinteract naye. Sio wewe muda wote mtoto umemsukumia lisimu tena lenye mapicha ya ngono. Saa nyingine unakaa naye mnaangalia hizo picha. Huo ni ushetani wa namna gani? Wewe mtoto wako ungependa afanyiwe hivyo? Hapana. Sasa kwa nini mtoto wa watu mfanyie? Kuna wadada wanakaa na watoto wa watu wameachiwa, wanaangalia nao picha za ngono, picha mbaya. Wewe unafikiri Mungu atakubariki? Hawezi, kwa sababu neno lake limeshasema. Neno la Mungu limeshatabiri kwamba ukifanya hivi itakuwa hivi. Kwa hiyo lile usilotaka kutendewa usimtendee mwenzako. Wewe unakaa na mtoto wa mtu unamuonyesha mapicha mabovu. Kwa hiyo hilo ndio uliokuwa unataka kutendewa kwa mtoto wako? Hapana. Kwa hiyo ujue kabisa unachokitengeneza hapo ni bomu litakalo kulipukia. Uendi popote, unashangaa unazunguka tu kwenye umaskini, kumbe ni laana unazozichukua mwenyewe kwa matendo yako. Tunaelewana? Haya, kuna mrejesho gani? Umekaa na wadada wapi wajeuri, wapi wasikivu, matawi gani ya kukata? Na Johari, uje huku kwenye jiko utuambie, na ofisini kuna feedback gani za wadada ambao mmewarekebisha? Sawa, kwa upande wa usafi, timu ambayo ilikuwepo na wameshaondoka karibia wote, amebaki mmoja ambaye ni Venita, na ndo jembe letu tunalitegemea hapa. Ndo jembe letu tunalitegemea hapa. Ndio alikuja hapa analialia mimi mama yangu sijui aoni macho. Nikamwambia wewe, dunia haitakuhurumia wewe, pambana. Unatakiwa ubinuki, yani uhakikishe maisha yako wewe ndio unayarekebisha na ya mama yako unamsaidia. Na muona siku hizi kachangamka kama katiwa ndimu, anapiga kazi sana, anapiga kazi. Na nikaa namwambia Teddy, waangalia wadada ambao wanaeleweka, uwape nafasi ya uongozi, kwamba wewe simamia hiki, wewe simamia hiki, ili baadaye unapokuja yeye anakupa sasa, tumefanya, mnakagua sasa eneo lenu. Kwa kweli anajitahidi sana, na kwa upande wa nidhamu hatujaona tofauti. Sijui kama anatuektia kituone, lakini kama Venita kama ndivyo alivyo, tutaona maua yake kutoka kwa bosi wake. Kwa bosi wake tunasema hapa hii ni trailer tu. Picha kamili utakapopangiwa kituo chako cha kazi. Alafu anayefuata hapa ambaye ni mwenyeji Rehema anapiga kazi sana. Mimi alivyokuja nilikuwa na wasiwasi na mwili wake, lakini ni mwepesi, anafanya kazi vizuri. Tulimpatia marekebisho kwamba kuna vitu ambavyo anatakiwa arekebishe. Kwa upande wangu nilimpa rekebisho la kitu kimoja. Ana utoto, anaonekana ni mtoto bado, kwa ule utoto unakuwa unamvaa wakati mwingine. Kwa nini? Alifanya nini cha utoto? Yaani anakuwa, unajua mtoto mdogo anakuwa wakati mwingine anajisahau, anakuwa na ile utoto. Mtoto ndio upi? Aliomba nani? Yani zile nini za kuchezea watoto zinaitwaje? Aliomba toy. Hapana, anakuwa na hali fulani kama anakuwa anaongea, na wakati mwingine pia anakuwa kama anacheza, ule ni utoto. Anacheza nini? Ni nyimbo tu, labda anaweza kaa anaimba wimbo anacheza. Nikamwambia unatakiwa ubadilike, uwe serious. Yaani kama unavyofanya kazi zako serious. Kwani wakati anaimba nyimbo anakuwa na kazi au anakuwa amemaliza kazi zake? Anakuwa amemaliza. Lakini sasa huwezi kwenda kwa bosi wako ukawa hivyo. Hizo tabia ni za kuprune. Huwezi kwenda kwa bosi wako umemaliza kazi zako, anakusikia huko chumbani unaimba nyimbo zako. Ni mbaya?
ni nzuri, lakini smart dada professional hiyo tunayoitafuta lazima ukae professional. Okay. Hiyo nilimwambia abadilishe, hiyo ni wa utoto. Jamani, upande wake professional amesema huyu ni professional. Anafanya kazi na wazungu, anafanya kazi na mabalozi, anajua kule watu hawataki kelele tena, na hiyo maneno mara unaweka earphone zako, bosi akikuita utasikia saa ngapi? Au unakuta umefungulia kiredio chako kibovu kinapiga kelele nyumba nzima, yani wewe dada ndio eti ndio labda ndio unasifu na kuabudu. Kusifu na kuabudu bwana, utafanya kwa muda wako, pale ni kazini. Kwa hiyo nimependa hiyo point, ingawaje nilikuwa na mchallenge, lakini naona ameendelea kuisimamia kiprofessional. Ni kweli kabisa, kuna vitu ambavyo tunaobi navyo, tunapenda kucheza, tunapenda kuimba na kusikiliza redio, lakini lazima tujue tuko kazini, na pale kazini muda wote unahitajika. Umeelewa eh? Muda wote utaitwa. Kama kuna mtoto labda atalia au ataamka, alikuwa amelala, sasa ukiwa umeweka earphone sikioni, au ndio kiredio chako kinapiga makelele ya nyimbo, au wewe mwenyewe ndio uko chumbani mwenyewe unakatika, wadada we na hizi TikTok wewe unacheza unajirekodi, au unacheza tu mwenyewe ni hizo ndio za kwaya wadada, kwani wadada wengi ni nyimbo za kwaya ndio, ingawaje wako wengine wa bongo flavor. Ni kweli yeye kwa upande wake naona amezama sana kwenye kwaya. Naona kwao labda ni Wakristo ambao wamemlea kwenye maadili ya dini. Lakini tukija kwenye upande wa hizi kazi zetu, tunatakiwa kuwa makini na kuwa serious na kusimama kama professional. Unapoingia kwenye nyumba ya bosi wako, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuviacha ambavyo ulikuwa navyo nyumbani. Ndio maana hapa mnakuja Wadada Center, mnapewa madarasa. Kuna vitu vya kuviacha. Anafanya kazi vizuri sana. Kama ungepata muda leo ungetembelea madam kule juu. Yeye ndo amefanya peke yake. Okay. Kwa hiyo nikamwambia una kitu kimoja tu ambacho anatakiwa kurekebisha, ni kwamba una hali fulani ya utoto. Sio tabia mbaya. Kwa mtaani, kwa nyumbani kwao ni sawa, anaweza kufanya hivyo vitu, lakini kwa bosi wako hauwezi kufanya hivyo vitu kwa sababu ya professionalism yako. Na ndio maana kwa mfano kwenye kipengele cha mavazi, unaweza ukawa huko ulikotoka ulikuwa unajivalia nguo zako vile unavyopenda, lakini ukishakuja kwenye hii kazi pia tunasema kuna mipaka hata unavyovaa, kwa sababu wewe uko kazini pale, sio nyumbani. Kwa hiyo sio tu kuvaa, hata hizo behavior zingine, ni muziki, ni nyimbo, ni nini, yani hizo zote tunaziweka kwenye, ili uweze sasa kuendana na hela unazotaka. Wewe unataka hela na umeacha kuchukua hela za 50,000 mtaani, umekuja huku tunakoanzia 1,500,000. Sasa kuna tabia ambazo inabidi tuviache huko, vibaki huko kwa 50,000 huko. Tukija huku tuonyeshe sasa sisi tuko kikazi. Kwa hiyo upande wa kuongea, namna ya kuongea yako, jinsi unavyoongea na bosi wako, kama alivyosisitiza madam kuhusu upande wa mawasiliano. Wewe na bosi wako jinsi mnavyoongea sio kama utakavyoongea na mama yako nyumbani. Kwa hiyo kuna namna ya kuongea na bosi wako, namna ya kuongea na watoto, namna ya hata kama jambo limekufurahisha sana, hata uchekaji pia. Hauwezi kucheka ukaanguka chini kwa bosi wako. Kuna namna pia ya kucheka, ndio maana unatakiwa ukue. Sio kwamba sio watoto wa kubebwa, yani kuna kukua. Nafikiri mnanielewa nikisema kukua. Sasa unaenda kazini, hata bosi wako aseme huyu mtu kweli amekua. Yaani unatakiwa ufanye mpaka na yeye bosi aogope kukuingizia vitu ambavyo sio sawa. Mipaka na bosi wako muhimu, kama ambavyo ameelezea kwenye masomo yetu ya mwongozo wetu. Lazima uwe na mipaka. Lakini pia nilipenda anafanya kazi kwa muda. Kwa sababu wiki hizi mbili ambazo zimekuja tulikuwa tumeweka kupanga muda, kufanya kazi kwa wakati. Kwa hiyo mtu akiwa na kazi yake tunampa muda, kwamba muda huu ukiisha unatukabidhi kazi yetu kama tulivyokuwa tunaitaka, ufanye kama tunavyotaka. Kwa amefanya kazi kwa muda, anafanya kazi vizuri. Hata nilikuwa naongea naye pia na mdadisi, anajua pia kupika vitafunwa vingi vidogo vidogo vya asubuhi anajua. Kwa hiyo ni mtu ambaye anafanya kazi vizuri, lakini arekebishe hapo kwenye upande wa, mimi nimeiweka kama yani akue, aende kwenye viwango. Upande wa dada Irene, yeye pia nimemwona anafanya kazi vizuri, lakini kwenye tabia pia naona hana baya, ni amekuwa. Unamwona yuko serious, akienda nyumbani kwa bosi wake atafanya kazi vizuri, si hana maneno mengi pia.
yuko vizuri. Okay. Hawa wawili ni wageni, Eva na Pili, lakini kwa upande wa Pili naona yeye yuko kwenye kazi zake ziko kidogo